Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama mada iliwasilishwa kwa shughuli yetu hii, tumeacha vitu vyote kwa ajili ya media, yani mada ambayo tulikuwa tunaendelea kwa matayarisho yetu ya media, ikiwa leo ni kiloko wangu, tutasema kitu zaidi katika kuelezea kujali wengine anachohitajika tangu mwanzo mpaka nyumbani mpaka kufikia kuweza katika mji mtakatifu wa Maka. Katika jambo kuu ambalo lilielezwa na shehe pale mwanzoni ni kwamba mtu lazima kwanza awe ana uwezo wa kuendea hiyo hija, ili awe mtu yuko hadhi ya kiasi yake ambayo itamruhusu yeye kwenda kufanya ibada yake kwa uzuri zaidi, na pili njia anayoendea kufikia katika ibada hii ya iwe salama. Sasa tukianzia katika afya ambayo zaidi ambayo inakuhusu, na mimi kama daktari wa kuhakikisha kwamba afya zetu ziko vizuri, tukiwa hapa nyumbani kabla tuondoka na tukiwa katika mji mtakatifu wa Maka na Madina. Nashukuru kwa wale ambao tumetoka mwaka jana, tulianza prosesi zetu za kuangalia afya zetu kwa utaratibu ambao tumepangiwa, tukaondoka salama, tulienda salama na kubaki salama. Lakini kama tunavyojua mipangilio ya hija huwa kila mwaka inabadilika, sio vile vile ambao mwaka huu utaratibu utakapokuwa na mwaka utakuwa hivyo hivyo, kwa sababu na maisha yao pia yanabadilika na afya pia vile vile huwa zinabadilika. Vitu ambavyo kama mwaka jana pengine kwa mwaka huu havipo. Sasa kwa mwaka huu idara ya hija ya Saudi Arabia imeleta waraka maalum wa kututaka baadhi ya vitu viboreshwe zaidi na vitiliwe mkazo zaidi kabla ya hujaji kuondoka katika mji wake kufika katika mji wa Maka. Kuna baadhi ya mambo tayari tumeshaanza kwa wiki zilizopita, inatangazia watu waje tuanze taratibu wa kuangalia afya zetu, nini tunahitaji au mtu ana tatizo gani, ili tuweze kulitatua kabla ya safari kuondoka. Kuna watu walichukulia kwa uzito kama wanavyotakiwa, lakini wengine wakawa kando na sita, sijawaona kwa sababu taratibu waliongea na watu walipata washajiandikisha, washalipa na walikuja kujipata wako wachache. Sasa naombeni kwa sana, kwa sababu ukichelewa kuja na kama una tatizo ambalo lilikuwa linatakiwa litatuliwe kabla ya kuondoka, isiyopita wakati wa kuondoka na kuondoka safari ukata kwenye huko. Kwa nini daktari ameniambia siondoke? Kwa sababu tulikuwa tunaondoka hapa mpaka kufika katika mji wa Maka, afya zetu zinakuwa katika mikono ya Allah, lakini usimamizi tunakuwa sisi. Yaani mimi niko kwenye jukumu la afya za mahujaji ya kikundi cha taasisi, na lolote linalokutokezea wewe, mimi ndio nitakuwa hasara kwa shida hii ambayo imetokezea. Ikiwa ni shida ambayo imetokezea ya afya, tutasema sio ile ambayo ipo kwa muda zamani, kwa sababu kuna vitu tunataka kujua hii shida huyu imetokezea sasa hivi. Lakini shida hii lazima ianze kabla huyu mtu aweze kutibiwa, ile kama analeta katika matatizo. Inaweza kuwa muda wote leseni yangu ya kufanya kazi itachukuliwa, sitaruhusiwa kubaki tena kama daktari ikiwa nimefanya uzembe ambao unaonekana uzembe wa ndani kabisa. Kwa hiyo tukiwahimiza kuja katika kupima afya zetu, tusiwe waongo, kwa sababu tunaichukulia kama mie ni mzima kama nyingine. Hapana, tayari. Kwa hiyo tunazungumza watu ambao wametuma na wizara ya Saudi Arabia, tumetaka madaktari wa nchi zote zihakikishe mahujaji kabla kusafiri kwenda Saudi Arabia, matatizo haya tunatatua, au yale matatizo ambayo hayataki wao watu wa Saudia hujaji kwenda kule, hujaji tumzuie asisafiri kwenda Saudi Arabia. Jambo la kwanza kabisa, tulitakiwa mahujaji wote
waondoke hapa kwa miguu yao na wateremke kwenye ndege kwa miguu yao bila ya kuwa na nyenzo za kuwasaidia kwa ajili ya mwendo. Yaani nilizungumza hapa, hatakiwi mjaji kuondoka na wheelchair wala kuteremka na wheelchair. Ikiwa tatizo litatokezea la kutumia wheelchair, kwa sababu uzima uko kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kuwa mzima lakini tatizo litatokezea, hiyo inadhibitana kiafya. Hilo tatizo litatanuliwa pale ambapo limetokezea, na sio kwamba lipo tunaweza nalo na tatizo hilo, hawataki, kwa sababu mahujaji wanazidi kuongezeka na miundombinu inaongezwa kule, lakini inawazidi. Kwa hiyo tukipeleka watu ambao tayari wanahitaji msaada kwa wao inakuwa ni tatizo, kwa sababu wao wamesema mwaka jana tuliwapa shida zaidi ya gari, upandaji wa ndege, huyu anahitaji hivi, tuliwapa shida kidogo. Kwa hiyo ndio tatizo ambalo tumekezea, wasanii wanaenda kuripoti, watu wanaenda kuripoti. Sasa wale waongozaji wa hija wote wanataka jambo la kuleta utaratibu wa mahujaji katika kuingia chini Saudi Arabia. Kwa sababu wale wanaohusiana na hija washasema hatutaki kitu hichi ukalazimisha, hapo tutakuwa hatutaki kusana na tutakuwa watu ambao wenye kufuata viongozi wa kila mambo wanaelekeza. Jambo la pili, wajibikaji kwamba wenye maradhi ya figo wote hawataruhusiwa kusafiri kwenda Saudi Arabia, hususan wale wanahitaji dialysis, kuchujwa mafigo yao, hawataruhusiwa kusafiri. Ila kama ni tatizo la figo ambalo linatatuliwa sasa hivi kwa mzima na madaktari kuhakikisha kwamba huyu kwa sasa hivi yuko vizuri, anafanya kila kitu chake kwa vizuri, kama ataruhusiwa, lakini baada ya uchunguzi. Kwa maana tunasisitiza tunahitaji kuchunguza afya zetu kabla ya safari. Jambo la pili, maradhi ya moyo. Si kama ni kile mtu mwenye maradhi ya moyo hata siku kusafiri, la, ila maradhi ya moyo ambayo yatahatarisha maisha yake akiwa katika mlolongo huu wa safari. Kwa sababu kwa safari ya hija si safari ya mtu anaweza kwenda hapo tu akarudi, ndani yake ni safari kama ya kivita. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwanamke pale kwingine ile kupigana jihadi kwake akaenda hija, ndio amekuwa kupigana nini jihadi, kwa sababu ya msukosuko ile ya hija. Na tunajua wale matatizo ambayo mara nyingi wanakuwa na shida za hizi kudhibiti nini na misukosuko ya vitu mbalimbali. Kwa hiyo baada ya kuchunguza tukajua kwamba hata wana shida tutaruhusu, kwa sababu kama mwanajua ndio tunaenda namna ya tatizo la moyo, lakini alhamdulillah tulifanya uchunguzi, tukapeleka wadaktari wa moyo, akamwangalia kwa karibu zaidi, akanipa maelekezo jinsi ya kwenda naye yule mtu, na tumeenda naye salama salimini na tumerudi naye alhamdulillah, hatujatekeleza tatizo lolote. Kwa maana tunasisitiza kuchunguza, kujifanyia uchunguzi kabla kuondoka. Jambo la tatu au la nne ni ugonjwa wa mapafu. Mtu akiwa na ugonjwa wa mapafu hata hawezi kuruhusiwa kusafiri, kwa sababu safari ya hija na hasa mtu akitoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, hali ya hewa zinakuwa ziko tofauti, anaweza kupata shida yoyote ya upumuaji. Kwa hiyo mtu akiwa na maradhi ya mapafu hataruhusiwa kusafiri kwenda Saudi Arabia kwa ajili ya hija. Jambo la tatu, ikiwa mtu atakuwa na homa ya ini ambayo tayari tumeshaanza kufanya utaratibu wa kupima watu, na alhamdulillah katika kupima wote mpaka sasa hivi afya zao kuhusu hali ya ini na haya mengine ambayo nimesema juu hatuna mpaka sasa hivi alhamdulillah. Naomba Mwenyezi Mungu atusaidie na wote hao waliobakia, tusiwe na mtu mwenye tatizo aina haya, lakini watu wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Aina nyingine pia, mtu akiwa na maradhi ya uti wa mgongo, haya kama mtu akiwa na shida ya namna hii hata kuruhusiwa kusafiri, lakini sio uti wa mgongo kinga mwenye uti wa mgongo anaruhusiwa kusafiri. Kwa hiyo pale kuchunguza afya yako, ukiwa na shida gani, tunakusaidia vipi kuweza kujua wewe kutokana na shida hii unaweza kusafiri au kutokana na shida hii hauwezi kusafiri. Kwa hiyo lazima tuchunguze, na mtu akiwa na shida anatakiwa aongee, azungumze. Ukificha tatizo linaweza likawa kubwa, linapelekea
hataruhusiwa kusafiri, kwa sababu lolote lile linaweza kutokezea, kwa sababu kama mauti yakipata shida ya mtu mzima ambaye alikuwa tayari ana nini, lakini hakupata ule upeo zaidi wa ule mtu, ikaleta shida kidogo. Jambo lingine kwa wajawazito, mtu yoyote ambaye alikuwa mjamzito hataruhusiwa kusafiri, kwa sababu mjamzito tunasema soma roho. Lakini ikitokezea tatizo lolote kwenye ujauzito ni mahali tena anakuwa ni makubwa zaidi, kwa sababu shida yake huwa inahusisha vitu vingi sana, hususan tunasema kutoka na damu. Damu ukishaanza kutoka na damu, wewe hii pia inakuwa ni tatizo. Ukaambiwa mwenyewe kwanza hautakaa majini na akili, akili yako bado itakuwa na wasiwasi. Sasa ni sali, sasa ni sisali, sasa ni hivi, kwa hiyo itakuwa inakudisturb katika utaratibu wako mzima wa hija. Kwa hiyo kwa mjamzito ambaye hizi ni mjamzito, bora atawa asubiri, akajifungua, akaondoka akiwa hana ujauzito, akiwa afya salama. Japokuwa sasa amesema miezi mitatu ya mwisho, lakini kikao cha mwisho kilichokaa jana cha madaktari kikiongozwa na Dr. Robert, hii imeondolewa kabisa. Yaani mjamzito yoyote amesema haruhusiwi kusafiri nayo. Wagonjwa wenye kufanya matibabu ya saratani, mgonjwa yote ambaye ana saratani aligundulika na akiwa yuko kwenye matibabu hataruhusiwa kusafiri. Lakini hii kama ilivyokuwa hapa, si iko kwenye saratani au kwenye matibabu, hili pia liko kwenye mikono ya daktari. Ndio maana tunasema tuchunguze kabisa kwanza, tukiona shida gani, tutajua stage gani ya kansa ambayo ilikuwa nayo. Sasa maradhi ya kansa yako hatua tofauti. Kuna hatua zinavumilika na ziko vizuri, kupata uwezekano yuko vizuri kila kitu, japokuwa na tatizo. Lakini kuna tatizo lingine, hata kijana mwenyewe sasa yuko sawa, akaambiwa uruhusiwi kusafiri, kwa sababu hilo tatizo linajulikana muda wote, linalipuka na shida yake inakuwa kubwa. Wewe kwa hiyo tatizo hilo nalo, lakini wewe hautasafiri. Huyu tatizo analo, yeye anaruhusiwa kusafiri. Tukiendelea pia kuna suala la kutokana maradhi haya ndio ambayo tunadiscuss kwa urefu zaidi. Suala la pili liko kwenye suala la chanjo. Kama watu wengi wanaliokuka, mtu mtajia suala la chanjo anaona kama ni kitu gani. Lakini tuelewe kwamba katika ibada hii kuna mkusanyiko mkubwa kwa watu tofauti, wasehemu tofauti, ambao pia watakuwa na maradhi ya aina tofauti. Kuna maradhi ambayo yako kwenye mlipuko ambayo wewe sijua, basi ukasema ameni mzima, sina shida, lakini wewe sijua utakutana naye kule ukamjua kama yuko mzima au la. Kwa hiyo kuna baadhi ya chanjo zinatakiwa mtu apate kwa kuweza kujikinga yeye mwenyewe. Hasa chanjo ambazo muhimu zaidi ambazo zipo mpaka sasa hivi kwenye Wizara ya Afya na ambazo mahujaji wanatakiwa wachanje, ndio chanjo kama kuondoka, ni chanjo ya hepatitis B ambayo ni hili, kuna meningitis ya uti wa mgongo, kuna yellow fever, homa manjano na polio, kupooza. Kwa hiyo chanjo hizi zinatakiwa hujaji achome, na chanjo ambayo ina gharama kubwa zaidi ni chanjo ya hepatitis, kwa sababu kuna chanjo tatu. Kwa hiyo unatakiwa uchome chanjo tatu, kamilishe dozi ndipo uondoke. Kwa hiyo chanjo hizi zitatakiwa safari hii kufanywa mapema sana. Kwa maana tunasema watu wajapime, kwa sababu hii hepatitis sharti lake la mwanzo kabla hujachoma chanjo, kuna kipimo cha hepatitis. Kama huna ndio chanjo hii unachoma. Kama tatizo tayari unalo, hautaruhusiwa kuchoma hii chanjo na hautaruhusiwa kusafiri. Kwa hiyo haya ni mambo kama mawili ambayo yameweka sehemu mbili, maradhi gani ambayo mtu anaruhusiwa kusafiri na chanjo ambazo mtu anatakiwa awe nazo. Pia vile vile kuna swala lingine hapa, nisahau kidogo, kwa upande wa wanaume ambao mtu akiwa na hili atatakiwa afanye operation kabla ya kuondoka kwenye safari ya hija. Na kama swala la operation inabidi iwe la mapema ili kumpa muda wa kupoa na kuweza kufanya shughuli nyingine. Na kwa upande wa wanawake wenye matatizo ya tumbo na vitu vingine, anatakiwa naye kufanya operation mapema kabla ya safari. Kwa hiyo hivi vyote vinahitajika mapema
vyema zaidi. Na swala kubwa ambalo nahitaji kusisitiza zaidi na zaidi na zaidi, watu tuendelee na mazoezi. Kuna sharti pia aliyowekwa ambayo liko kwenye taratibu na liko kwenye mazungumzo. Kuna kipimo cha mtu ambaye anaweza kusafiri na sisi kwenda Libya awe na uwezo wa kutembea kutoka Mnazi Mmoja mpaka kufika airport. Hiyo distance hiyo aweze kutembea. Ikiwa distance hiyo hutaweza kutembea, basi hatatakiwa kusafiri, kwa sababu safari ya Libya ni ya mwendo. Na si kama tembea moja kwa moja bila kusimama, bila kupumzika. Unatembea, unapumzika, unaenda, lakini kwa mwendo huo uweze kufanya nini? Kutembea. Kwa sababu Libya yote ni kwa kule wa Zambia. Unataka kitu ambacho kiko kwenye nguzo. Unataka kuzana hapo, ndio kwanza mtakiwa kwenda. Lakini yeye anakuambia kuja kule mpaka kile pale. Sasa wewe kwenda kuja kule uweze kutembea. Katika masharti ya Libya moja uweze kutembea. Kwa sababu Libya ni matembezi. Yaani nimesema ni watu wanapeleka jeshini kwenye mazoezi hapo. Yaani Libya ni zoezi kwa ufupi. Kwa hiyo bila kama mazoezi hiyo kidogo inakuwa ngumu. Na ukifanya mazoezi sasa hivi utapata kuliona wewe mzima wako uko vipi. Kwa sababu wewe unafanya mzima na kaa, lakini sasa tembea. Au kisha basi kidogo tu utaanza kuona watu wa mwana wewe barabara kwenda. Lakini hiyo kwa kutokana vile mtu hana mazoezi, lakini ukifanya sawazo mapito ya kidogo ya tatu ya kile kesho kuzoea na wiki na vitu vinakuwa hivi iko sawa. Na swala lingine la watu la kutokutaka kutumia dawa. Mtu anakwambia mie natumia presha na sukari, lakini sitaki kutumia dawa. Kwa sababu dawa ushakutumia huwezi kuacha na kitu kingine. Naomba nitaki hii kwenye kitu hapo niondoe. Kwanza lazima upime. Si kila mwenye presha au kila aina ya presha mtu anatumia dawa. Hapana. Kuna presha nyingine ukiziona tu sasa presha hii unaweza kuondoka bila kutumia dawa. Unapa masharti mpaka hiki. Pima ndio baada ya muda pima. Ukifikia muda huu mama sasa hivi presha iko hivi, hapo sasa hivi hapana, lazima utumie dawa. Na madini tunatumia dawa. Kwa hiyo wewe matatizo ya presha inakuwa hivi. Presha huwa ina sababu. Hakuna presha inakuja bila sababu. Presha inakuwa ina sababu. Na presha ikianza mara nyingi huwa unarupa shida moyo. Moyo unaanza kupata shida, unaanza kujaribu taratibu kwa sababu neno presha lakini iko sawa, mbona situmii dawa iko sawa? Kwa sababu wakati huo moyo wako unatumia nguvu za ziada kurekebisha mwili. Kila ukizidi na wewe huna kitu ambacho cha badala ya kusaidia ule moyo mwisho siku unakuja kuchoka. Ndio maana unakwambia wako umepanuka. Nasema sio shida ya kunyamini, pesa moyo umepanuka. Unazidi kujisikizi kwa sababu kabiliana na ile hali ya mwili mpaka ule moyo unaopa shida na kupanuka. Utanuka kwa moyo mwisho siku unapata nini? Anemia. Moyo unachoka na unaagoma kabisa kwa kila kitu. Kwa hiyo ndio maana ambayo kinga ni bora kuliko tiba. Tujichunguze mapema, tutumie dawa. Mie ni pamoja muda wote. Yatakapokuja kupigia simu kama ipata ile kitu za kupanga ngozo. Kwa sababu muda usipatikani na hapo tuonane muda fulani. Kwa ajili ya kuendelea. Na kuna watu tayari shamba nao kama mashaki kwa nyumbani. Hii na kila baada muda ukishauri madara kesho wewe iko hivi na urudi ile kazi yao. Au naomba tumie hivi na alhamdulillah naona tuendelea vizuri sababu malalamiko. Na kuna wengine tayari nimeshazuia kama hapana wewe na bibi lazima tutakwenda kuingia wewe kwa safari hii hapana. Hawezi kuondoka na kila alhamdulillah wewe ujani ni mmoja kwa sasa hivi na ndio tunaona hapa mtoto ambaye atatoka kwa ajili ya kwenda kuingia. Kwa hiyo tunasisitiza sana tuanze mapema ili hata kama ilishakufika tunaweza kujijua hali zetu zilivyo. Mimi kwa sasa hivi na hivi unafanya hivi nitaishi kama hivi. Kwa hivyo nikabeba kuna safari nikabeba kuna safari tukaanza tena kudarajia daktari ama wakati wa safari na ama kauli yangu nitakuwa moja tu hapana. Basi kwa sababu nishasikuja nikashinda kule kwanza hizo za wenzio utazisiasua kwa sababu kwanza wanaambia sisi ni moyo mmoja. Kuna shida moja na hiyo kama shida. Daktari kitu
kuangazia. Kwa hiyo naomba tufuatilie kazi kwa karibu, ambalo jambo linawezekana, ndipo pia kwenye mikono yetu tuweze kupata masharti. Nikikwambia kitu hichi cha msifanye, naomba fanye hivi, naomba tende kwa utaratibu huo. Sisi tunafahamiana. Kuna mtu ambaye anafanya lolote, lakini kwa leo yatoshi haya leo, alafu kila tukikutana tutakuwa tunaendelea kupeana mwani. Alafu kuna kodi ya hija ambayo baadaye italetwa iko kwenye taratibu tulimalizia, itakuhitaji kila mjaji ajaze maelezo yake ya afya yake, na hichi anajibu ndio nacho, na hivi ajaze mwenyewe atakasema daktari kangazia utajaza kwako, utajaza wewe mwenyewe bila shida hii na hii na hii. Baadaye ofisi za hija watapita majaji ambapo baada ya Tanzania utahiza zitahitaji hizo kazi zote zipige kwao, ili lolote tukitokea kule ukitoka kwenye ibada hija tunaweza kujua huyu ndio naye alikuwa na shida moja mbili tatu. Hivyo fahamiana. Na sasa tunaomba tuwe wa kweli katika kutoa maelezo tunahitajiwa kutoka kwetu. Baada ya salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labbaik Allahumma labbaik.